wangu kutokea Morocco ndo nikazungumza, yupo karibu sana na Wydad Athletic Club, mwandishi wa habari naye kupata picha halisi ya nini ambacho kimetokea. Ndio. The story ni kwamba mwalimu kwanza alikubaliana na Simba loan agreement na Simba tangu mwezi wa 5 mwaka huu. Ndio. Walikubaliana. Ndio. Mwezi wa 4 wa 5 walikubaliana kwamba anabidi aongeze msimu mmoja wa mkopo kwa sababu mchezaji wa Wydad Casablanca kwa miaka 4. Kwa hiyo walivyo sign loan agreement ilikuwa kwamba Simba Wydad walitaka $50,000 waweke mkataba wa mkopo wa mwaka, mtatopa $50,000 zingine. Simba wakasema sawa, tuko tayari, na Simba na mchezaji wakamalizana. Msimu ulivyoisha, kwanza kabla msimu hujaisha, rais wa Wydad bana Hisham aliwaambia Simba na alimwambia Selemani kwa bana, mimi na mpango wa kubwaga Wydad hapo. Kwa waambie Simba hiyo hela walipe mapema ili wewe loan yako tu upload details na nini ubaki kwenye hiyo timu. Lakini haikwenda vile hiyo $50,000. Bado kaiko benki. Hisham akawa ametoka kwenye timu, akaja rais mwingine sasa ndani ya timu. Rais ameingia ndo siku ambayo Simba upload picha kwamba mwalimu ataendelea kubakia kwa mkopo wa msimu mzima tena ndani ya klabu ya Simba. Wydad wakahamaki kwamba mzaji wetu, nyinyi mnasemaje mzaji wenu na mnamtambulisha na tutawashtaki. Kwa sababu gani walikuwa na confidence? Kwa sababu Wydad hakuupload loan contract ili mzaji arudi Simba kwa msimu mwingine. Wakaambia hii sisi makubaliano hatuyatambui. Simba waliporudi sasa kunegotiate nao, Wydad wakawaambia kwamba hatuwezi kufanya biashara tena $50,000. Tunahitaji $120,000 za Kimarekani. Kwa kutoka 50 ikaongezeka $70,000 kwa sababu ya delay. Delays na uongozi mpya ulipofika akasema $50,000 haiwezekani. Tupeni $120,000. Ndio. Kwa ndo maana Selemani alirudi Wydad. Kwa wakanegotiate kila kitu. Simba na Wydad wakakubaliana kwamba hiyo $120,000 Simba basi sisi tutafaje? Tutalipa. Hapo mchezaji alikuwa na push. Kwa mujibu wa mwandishi wa Morocco anasema mchezaji alikuwa na push ili arudi Simba kucheza kwa sababu mazingira ya Morocco ni magumu. Umeelewa vizuri? Hata pia wanachomlipa Morocco kule ni kidogo, na ili apate hiyo fedha atakiwa acheze mechi 15 kwa msimu. Unaona Kwa dogo kwa na push arudi wapi? Arudi Tanzania. Kwa sababu ile fedha ikaonekana ni nyingi, $120,000 kutoka $50,000 ambao umechelewa kulipa. Kama 50 tu ulichelewa. Ikatokea delay. Kwa mchezaji kumbuka Simba kishalipa $20,000 inabidi wampe loan fee mchezaji. Ambapo loan fee Selemani anatakiwa apewe milioni 160 za Kitanzania. Kutokana na kwamba Selemani huku mshahara anampa mkubwa kule mdogo na anataka kurudi nyumbani, akawaambia Simba pamoja na kwamba yote imeongezeka $120,000 katika signing fee yangu, loan fee yangu nipeni 100. Alafu milioni 60 ongezeni katika hela ambayo atakuwa mwatumia Wydad Athletic Club. Hiyo ni kwa mujibu wa mwandishi wa Morocco kwamba nipeni 100 signing fee yangu. Alafu 60 ongezeni kwenye ile hela malizana na nani? Na Wydad Casablanca. Wakakubaliana hivyo. Tendo zikabaki hivyo. Selemani akapanda ndege. Alipopanda ndege inatakiwa Simba wafanye paperwork. Kwa maana wakubaliane na $120,000 kwa maandishi. Ndio. Wawatumie Wydad. Wydad ili wao wamrelease mchezaji kwenye mfumo aje wapi? Aje Simba. Mpaka tunapozungumza hapo, maana mchezaji alipo kwenye ndege. Hiyo sasa ni Agosti 9. Wakala wake akawapigia Simba. Kwa bana, tunatakiwa mfanye zile paperwork. Kuwa na commitment ya $120,000 mwatumie Wydad kimaandishi. Wydad ili walilizi watoe nao barua yao loan contract, loan agreement ili tusaini tu tumalize. Kwa sababu ule wa $50,000 ni invalid tayari. Umeelewa vizuri mkubwa sana mpaka hapo Ikawa hivyo. Simba wakatuma ile loan contract. Kwa mujibu wa taarifa kule Wydad wameupokea Agosti 9 jioni, siku ambayo Yanga wanacheza. Agosti 9. Katika siku hiyo ambayo Simba wametuma loan contract na hizo terms za $120,000 ndio siku ambayo Yanga pia wakatuma barua. Yanga wakatuma $200,000 za Kimarekani. Sio $120,000. Yanga aliwatumia loan contract Wydad kwa bana sisi tuna $200,000 tunamtaka mchezaji wetu.
Umeelewa mpaka hapo? Wametopa dola 80. Wametopa dola 80,000. Ilipofika Wydad wakawarudia Simba, wakamrudia Selemani. Hapo Selemani kashafika tayari wapi? Tanzania, kaenda Zanzibar, yupo kwenye kambi ya Simba Sports Club. Wakamrudia wakamwambia, waambie klabu hiyo inayomtaka kwamba Yanga wamekuja na dola 200,000 za Kimarekani. Kwa biashara ya dola 120,000 imekufa. Tunataka dola, akaambia sisi waambie watupe dola 150,000. Wakaongeza dola 30,000. Kwa tuko tayari kuikataa dola 200,000. Niambie klabu yako itakapoingiza dola 150,000 sisi tutakuliliza. Okay. Tutakubaliana na wewe, mchezaji atakuja kwenu. Wamempigia mchezaji. Kwa mujibu wa taarifa, mchezaji akampigia kiongozi wa Simba. Oya. Bana vipi sasa bana? Wydad wanasema kuna ofa imefika ya dola 200,000. Kwa hiyo wamesema tuwalipe dola 150,000. Kiongozi akamwambia bana, hao wanachezesha tu. Kwanza unajua pale nafasi hauna kwenye kile kwa sababu idadi ya kigeni ishatimia. Umeelewa vizuri? Kwa kama hao wanataka dola 150,000, dola 150,000 ni nyingi. Okay. Kwa kama vipi wakutumie tiketi urudi Morocco, usibaki Tanzania. Mwalimu akapiga hesabu za kawaida. Hapo Yanga wamemwambia tutakupa signing fee 160,000. Kwa mujibu sasa wa mwandishi anasema kwamba tutakupa 160,000. Kwa sababu movement inavyoendea Wydad pia wanaitrack hiyo movement. Tutakupa 160,000, tutakupa hela ya gari. Wala vizuri pamoja na mshahara. Wameongeza pia kwenye mshahara. Kwa tutakupa 160 ile ile kwanza kama ilivyo. Tutakupa na gari na mshahara utakuongeza. Huku Simba wakakubali kwa basi tutakupa 160 ile ile. Pia hatutaki 60 yako tuongezee. Lakini waambie 150,000 haiwezekani, 120,000 tuko tayari. Wydad wakasema hapana. 150,000 top. Na mchezaji huko tayari kashapandiwa dao. Na Yanga 160 tutakupa yote, tutakupa gari, mshahara na top up. Wametop up pia signing fee kwa Wydad. Umeelewa vizuri? Wakamwambia tuna muda mpaka usiku saa 6 kukubali ofa yetu. Unajua ukishaweka ofa kubwa hiyo ndo unaringa. Basi mchezaji amefanya mazoezi unajua na Simba jana. Ila usiku wake baada ya mazoezi na baada hizo negotiation mchezaji akapanda ndege. Ndio maisha. Ndio binafsi tena. Kapanda saa 6 usiku katoka Zanzibar. Katoka saa 6 usiku Zanzibar, kaingia Dar es Salaam. Na mimi namuelewa mchezaji. Sidhani kama mkubwa Samu umuelewe mchezaji. Hapo mimi hata Lamba tuona. Ndio sisi tuulize swali mimi. Naona umemwelewa, unamlaumu mwalimu. Ungeniambia mimi ndio wewe ungefanyaje? Ungefanyaje mkubwa Samu? Nisifika saa 6. Hii ni panic buying au kweli walikuwa wanamhitaji Yanga? No, Young Africans wana kitu kimoja. Kama umekifuatilia. Na so Yanga timu zote duniani. Mpinzani wako disturb plan zake. Kwa sababu kashamuona Simba na striker Dumbia, ndio kijana Mwangosi alikuwepo, sio yupo, I don't know. Kwa wao chopiga hesabu kwamba Selemani atakuja hapa ataongezea depth kwenye kikosi kwa sababu utakuwa na Dumbia, utakuwa na Elim Panzu, utakuwa na Selemani mwalimu. Mpanzo anatumika kama false nine. Wa disturb. Mchukue mwalimu. Kwa sababu sasa mtambulisha, wanakuletea msala kwenye timu yako, unatengeneza hali ya kutoaminika. Selemani sio kwamba ni striker hatari sana. Ila Yanga amechanga karata 2. Ya kwanza ka disturb, ya pili unaenda dabi, ya tatu unatakiwa ukatafute mchezaji mwingine wa kuja kufidia